Hallelujah, wastahili kuabudiwa. Ni nani aliye kama wewe Yesu? Wewe ni Mungu mkuu. Mwambie Bwana aseme na wewe siku ya leo. Mwambie Bwana asikupite siku ya leo. Mwambie Bwana kunene siku ya leo. Mwambie Bwana aseme nawe siku ya leo. Oh hallelujah, we worship you and we bless your name. Mwambie Bwana asikupite jioni ya leo. Tunapenda kusikia neno la Bwana. Mwambie Bwana asikupite jioni ya leo. Usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine. Baba usinipite tumwambie Bwana asante. Bwana wa mabwana, unapopita usitupite mahali hapa Bwana. Unapozuru wengine, maskani yako ni pamoja na wanadamu. Umeitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Tunakupa heshima, tunakutukuza kwa sababu Bwana uko hapa. Tunatazama uso wako, tunatiwa nuru, tunaangaziwa na tunajua Bwana uko tayari kunena nasi. In the mighty and saving name of Jesus, we thank you even as you are ready to speak to us. We open our minds and we open our hearts that you may fill us with the wisdom of heaven. In the name of Jesus we pray and we believe. Amen. Patia Bwana makofi yale mazuri kabisa. Amen. Mungu wetu atubariki. Thank you. The Lord bless us all. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We may take our seats in his wonderful presence in Jesus name tonight. I'm glad to see you. Na wale pia mnafuata online, God bless you. Well, nataka tufungue kitabu cha Mark chapter 2. In the book of Mark chapter 2, I'm going to talk about 4 important people that we need in life. Kuna watu 4 tunaohitaji maishani. Kila mmoja wetu ana watu 4. Look at your neighbor, tell them watu 4. Waambie watu 4 tunahitaji katika maisha haya. Tusome kitabu cha Mark, in the book of Mark chapter 2. Mark chapter 2 verse 4. We can start there. Na Mungu atubariki sana. Ninajua kwamba Mungu ana mpango na maisha yetu. Amen. Ama tungeanza verse 1.
maybe tunaweza kuanza verse 1, haina shida. Tunaweza kuanza verse 1, haina neno. Naona media wametuwekea. Akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafsi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwepo, na wakisha kulivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Tumalizia hapo. Naye Yesu alipoiona imani yao, akawaambia yule mtu mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Bwana asifiwe sana. Ninaongea juu ya watu 4 ambao kila mtu atawahitaji katika maisha yake. We need 4 people in life. Amen. Nilipokuwa ninafikiria sana juu ya neno hili ambalo tunalisoma leo, niliona ya kwamba hawa watu huanza wakati mtu amezaliwa. Unakuta ya kwamba katika kuzaliwa kwa kila mmoja wetu, hawa watu 4 wanaonekana. Na unakuta kuna yule anayekuzaa, wazazi wanaokuleta hapa wako hapo. Yeye mama anayekuleta, hata kama humjui, wengine labda alikuzaa tu na akafa, ama labda ukafanywa operation na akafa, hujawahi muona, lakini kuna mtu alikuleta na alikuwa pale present. Kuna wale ambao pia walikuwa pale wakishuhudia ukizaliwa, waliokupokea duniani, akakwambia karibu sana duniani. Wawe madaktari, wawe rafiki za mama, wawe wapita njia, hao ni watu wa aina ya pili. Na kuna watu wengine ambao walikuwa karibu pale wakati mtu alipozaliwa pia, baada ya kukaribishwa dunia hii na kuambiwa jo, basi pale pale kuna watu ambao ulizaliwa nao siku hiyo hiyo unazaliwa. Wakati huo huo there are people ambao ulizaliwa pamoja nao siku moja, wakati mmoja. Haujui na hawajui na siwajui, but kuna watu tuliingia nao duniani. Bwana asifiwe sana. Hizo ni levels za maisha. Na kuna wengine ambao waliposikia ya kwamba umezaliwa na wameona, walitamani wakuibe, walitamani wakufinye ufe, walitamani wakuue. Mtu 4 huyo, aliyekuzaa, aliyekuwa karibu pale na mama, iwe daktari iwe ni nani, akakwambia karibu duniani. Na kuna wale mliingia pamoja nao duniani 3. Na kuna wale walitamani wakuibe au wakufinye ufe, watu 4. Sasa nilipokuwa nikiwaza katika huo mtazamo, nikapata kuelewa zaidi juu ya hili somo ambalo tunalisoma leo. Siku moja Yesu aliingia mji wa Kapernaum, akienda kutenda miujiza, akifungua watu na kuwahudumia na kuwaponya. Na maandiko haya yanatuonyesha wazi ya kwamba umati mwingi ukaja ili kuweza kupokea huduma ya Yesu. Watu wakajazana kwa ile nyumba hata ikawa hakuna nafasi. Na kuna watu ambao walikuwa wameleta watu wao wengi sana, wagonjwa wengi wameletwa. In fact imekuwa kawaida hata hapa Mombasa miaka ya nyuma. Nakumbuka wakati crusades zilikuwa zimeshika sana. I remember wakati Bonke anakuja Mombasa, ama akina Dr. K. Paul na wengine wengi ambao walikuweko, kina T.L. Osborne miaka ile ya zamani, watu wanakodisha hata magari kutoka mbali, wanatoa watu hospitali na kuwaleta kwa uwanja, kwa stadium, Tononoka Ground, Mombasa Stadium, Nairobi Uhuru Park, Moi Stadium, Kasarani na wapi na wapi, kuweza kuwaleta engalao watamkiwe neno la uponyaji. Wengine waliweza kufaulu na wengine hawakuweza. Hata kuna mtu mmoja ambaye tulimbeba sisi pia kanisani, ambaye alikuwa mshirika, tukambeba na gari tukampeleka kwa uwanja, engalao akutane na neema hiyo ambayo inaponya wakati wa mkutano. Bwana asifiwe sana. Lakini hapa tunaona pamoja na hayo,
Unajua hali kama ile ikitokea, kuna watu ambao hukosa nafasi ndani. Nyumba hii Yesu, maandiko nasema ikawa imejaa, and the house was full. The house was full. There was no place. Ya Kiingereza katika Mark chapter 2 inasema hivyo pia, verse 2. Verse 2 inasema hivi, Mark 2:2 inasema ya kwamba so many gathered that there were no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralytic, carried by 4 of them. You see, kukawa hata hakuna nafasi ya kuambia mtu nipishe, na ikawa kuna watu wengi wameleta watu wao, lakini kuna hawa watu ambao wameangaziwa, watu 4 walioleta rafiki yao aliyekuwa amepooza. Na walipoona situation pale, walikataa kufa moyo wao. Na walipokataa kufa moyo hawa watu, wakatafuta njia nyingine, wakasema rafiki yetu lazima ainuke, lazima apokee hii neema, lazima apone. And maandiko anasema walipoona milango na madirisha haiwasaidii, wakatafuta namna, wakapanda juu ya nyumba, wakabomoa dari ama paa la nyumba, alafu wakaangalia mahali Yesu alikuwa amesimama akihudumia walio ndani, wakamshusha rafiki yao, sijui ni kwa kamba, sijui ni kwa nini, lakini wakamteremsha. Yesu akiongea vile ninavyoongea madhabahuni, akashushiwa mtu hapa mbele, akaletwa, akateremshwa mbele yake akiwa amepooza na rafiki zake 4. Na Yesu alipoangalia yule mtu, kisha akaangalia wale watu, akaguswa sana na akamtazama, akaona hii ni imani kubwa sana, hata si yake, maana yeye amepooza na hawezi kujisaidia, lakini imani ya wale rafiki zake ikamshangaza Yesu. Akamwangalia, akamwambia, mwanangu, umekwisha samehewa dhambi zako na imani yako imekuponya. Bwana asifiwe sana. Hawa watu 4 ambao wametajwa hapa na maandiko katika maisha yetu, whether you know it or not, hawa watu ni muhimu kila mmoja wetu aweze kuwajua katika maisha yake, na mtu aweze kujipanga na watu aina 4. Leo hii tuna marafiki wa kila aina, simu zetu, social media. Hata unaweza kuniambia kwamba mimi kwa social media marafiki 5,000 maximum ile na piano na Facebook. Nina sijui marafiki 10,000, no problem. Lakini wacha nikwambie jambo ama nikuulize swali. Je, hao marafiki wakati wa uhitaji unapata wangapi? Okay, let's go down to the word of the Lord, tujifunze katika maandiko. Hawa watu kama Wakristo ni kina nani hawa watu 4? Na mtu wa kwanza, the very first category of people that we need to have and know, ni hawa watu ambao wanaitwa mentors. Mentors. Watu ambao wanatuelimisha, watu ambao wanatufundisha. These are instructors. These are guardians. Watu ambao wanatucoach. Hawa wanaweza kuwa ni wazazi. Na kila mtu akikosa watu wa kumsaidia kukua, si kukua tu kimaisha vile tumekuwa, tumelishwa, not that, but in life. Kuna shule ambayo haina jina, inaitwa shule ya maisha. In the school of life, we need this first category of people called mentors. Hawa watu ambao wanatufundisha maisha. You see, kulelewa na uwe mtu mzima, that is one step. Hiyo ni hatua moja. Lakini unaweza kuwa an adult ambaye haujui ufanye nini na hayo maisha yako ya utu uzima. Na ndio maana watu wengi leo ni watu wazima, wana jamii na hawajui namna ya kutunza jamii. Hawana matunzo ya jamii. Ni watu wazima na wananyoa ndevu na wana matiti wanawake, lakini hawajui wafanye nini na maisha yao. They are just there. But with the right mentors, tukiwa na washauri, tukiwa na guardians, tukiwa na coach, tukiwa na trainers, amen, watu ambao watuelekeza katika njia sawa. You see, nilipokuwa nikifikiria sana, hawa watu 4 walikuwa wameshika mmoja pembe yake, mwingine kona yake, na mwingine kona yake, na mwingine kona yake. In fact, maisha ya mwanadamu yamezungukwa na kona 4 tangu kuzaliwa mpaka kufa. Hata mtu akifa, jeneza lake linashikwa pembe 4. Wachana na hawa katikati, na wanakuja kushika hapa nyuma. Wachana na hao, hakuna uzito wanasaidia. Kazi iko hapa,
na siku ya mwisho watashika. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa hebu tuangalie hawa watu katika maisha haya ambao wanatusaidia. Hebu sikiza katika kitabu cha Proverbs. Hebu tusome Proverbs. Ni muhimu sana, mtu akikosa hawa, maisha yako na maisha yangu, hata kama ni tumekuwa watu wazima, unaweza soma mpaka university, unaweza soma ukawa na doctorate wako. Hebu angalia, nenda US, nenda UK, nenda mataifa ya nje. Kuna Wakenya wengi wametoka wakaenda kusoma na hawajui kitu kingine, wanajua vitabu. They are at 60 akipasiu doctorate ya 4 mpaka amesahau kuoa, kwa sababu si elimu inasaidia mtu peke yake. Elimu ya shule academics ni sehemu moja, lakini kuna elimu ya maisha ambayo hata msomi anaihitaji ndio aweze kustrike a balance, ajue namna ya kutumia maisha yake. Praise the Lord. Hebu tusome hapa Proverbs chapter 1. In the book of Proverbs chapter 1 verse 8. Maandiko yanazungumzia sana juu ya kupenda elimu, kupenda mafundisho, kupenda kuelekezwa, instructions. To have instructors in life, this is very key. This is very key to have instructors as the very first category of people. And in our phone books, we should look for those category of people. Katika simu yako lazima uidentify kati ya hawa watu wengi ni nani washauri wako, nani ambao wanakuroroma. Kuroroma ni Kiswahili cha kunacha. Who are those who are nurturing you in areas of success in life? Amen. Even a gift need to be nurtured. You can be talented but confused. You can be gifted but confused. Every gift and every talent must have a mentor, must have a coach, must have an instructor. Amen. And who are those in your phone book whom you can refer to when you need instruction, when you need guidance, when you need counsel? Do you have such kind of people? How many friends? Okay, Proverbs chapter 1 verse 8. NIV nasema hivi: listen, my son, to your father's instructions, and do not forsake your mother's teachings. Amen. There will be a gallant to grace your head and a chain to adorn your neck. Yani verse 8. Mwanangu, yasikiliza mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Listen, katika haya maisha kuna mababa na kuna mamas ambao hawakukuzaa but wanakuzaa katika different areas and categories of life. Bwana asifiwe sana. Na nilishangaa sana, siku moja nilikuwa naangalia hata ndani ya uovu, ndani ya wizi, ndani ya ukahaba, kunao wanaitwa mama. Unasikia namuita mama. Huyu ndiye alini guide nilipoingia kwa hii kazi. My point is, katika kila level ya maisha we need instructors. Hapa tunaambiwa kwamba mwanangu, usidharau maonyo ya baba yako wala sheria ya mama yako. Instructions from your father and your mother. It's not necessarily waliokuzaa. Ndio maana unakuta hata leo kanisani unakuta hili neno la baba limekuwa nyingi sana siku hizi kwa wachungaji wa kiume, tunaitwa baba. Baba nani? Baba mchungaji. Kwa sababu anafanya nini? Anakulisha, anakuongoza, anakutrain katika njia za ubaba wa kiroho. Bwana asifiwe. Katika biashara kuna hiyo. Unaweza shikwa mkono na mtu akawa ni kama baba yako wa biashara ama mama yako ya biashara, ukamkuta ya kwamba wewe ulikuwa haujui chochote, lakini ulipoingia mikononi mwake ndiye alikuonyesha njia za kufanya biashara, njia za kununua, njia za kuongea na wateja, na njia ya kupanga mali, na njia ya kunegotiate, na njia ya kupanga mizigo, na njia ya kuweza pia kutumana mizigo. Bwana asifiwe. Na hao watu hata ukiwa na biashara yako ama kampuni yako, ile heshima ni ya muhimu kuidumisha. Na ndio nikasema ya kwamba they are mentors. Watu ambao they mentor us, wanatunacha, wanatunacha katika hiyo area. Kila taaluma utakayochagua dunia hii, ama Mungu akuwezeshe kuingia ndani yake, lazima ina mtu ambaye atakuongoza, akuelimishe katika hiyo area, na huyo mtu ni wa kuheshimiwa sana. Amen. Kwa hivyo
hivyo katika maisha yako lazima hii kategori ya hawa watu uiheshimu sana. Unajua siku hizi tu tunaishi tu, we are just living. Maisha haya tulionayo, the problem we have with our generation, we are just living. Tunaishi tu mradi tuishi, but it's very wrong. Lazima tuangalie na tuheshimu that chain. Unajua hata mwalimu wa shule ambao wamekufundisha primary, mara nyingi tunawasahau na kuwadharau, hata secondary, hata nini. Lakini it's important ikiwezekana, kama una namna, heshimu hawa watu. Na kama wengine una contact na wao, ukiwaona wanunulie soda. Bwana asifiwe sana. Kama kuna taaluma ambao umekuwa train, unajua kwamba the instruction ambao ulipewa na hao, ukiisahau utakuwa umepoteza skills, ujuzi, uweredi ambao waliweka ndani yako. Because hata maisha haya ambao unayaona, you see, na hapa ndipo sasa tuna kazi kubwa ya kufanya. Because every year vijana wanatoka class 8 KCP wanamaliza, na wengine form 4 wanamaliza, na wengine campus wana graduate. All these people, usifikirie kwamba sababu ametoka na karatasi shuleni inaitwa degree, ama inaitwa form 4 certificate, ama KCP school living, usifikirie kwamba anajua sana maana anaongea kizungu. Hapana, they are too green to know life and to understand anything. Hata pamoja na kila kitu na ufahamu mwingi wanaweza fanya, lakini they need to be guided in life. Waonyeshwe how to handle time, how to handle money, how to handle life, how to handle themselves, how to manage themselves, how to discipline themselves. Because miaka yote ambao wamekaa chini ya walezi wazazi, kila mmoja wetu, mtu akianza maisha ya kukaa peke yake mjini mbali na wazazi, hapo ndipo indiscipline inaweza kuinuka, kukosa mipaka. Na mtu anaweza kuona, sasa mimi si mtoto mchanga, I can do everything. Usipopata watu wa kukusaidia, you will come to learn a very bitter lesson ya kwamba freedom is lethal. Freedom is very lethal, hata kuliko kufungwa. Bwana asifiwe sana. Yani uhuru ni hatari hata kuliko kifungo. Bwana asifiwe. You know, I was trying to explain the other day tofauti ya mbuzi na tofauti ya swara aliye kichakani. Mbuzi amefungwa, analetewa chakula cha kipimo na haendi popote, anataka kwenda maana ana kamba na kengele, na unaweza kuona kama ni udhulumaji. Lakini hiyo kifungo inasaidia mbuzi asiliwe na fisi, asiliwe na mbwa mwitu, asiliwe na simba. Haleluya. Swara ana freedom, lakini ile freedom hali chakula cha amani, halali usingizi wa amani, hanywi maji ya amani, hapati mahali pa kupumzika na amani. Kila wakati swara yuko mbioni. So afadhali kuwa na kifungo cha maisha ya nidhamu. Hata wakati unafikiria kwamba you are now free, you are an adult, you don't know anything, you don't know, especially young people, you know nothing. Na ndio maana wengi wanaenda mijini wanaharibikia huko, because they trash, wanadharau, wanapuuza mentors na maonyo yao. Neno limesemaje ili tuondoke hapo? Hebu rudia tena, rejelea tena Proverbs 1:8 and 9. Imesemaje kwa Kiswahili tafadhali? Sikia hapa. Nasema listen my son. Ikisema son inasema tadota. Listen to me my son. Listen to, my son, to your father's instructions and do not forsake your mother's teachings. Popote maisha yanatupeleka, whatever our mentors tells us, lazima tuende na hiyo, maana hiyo ndio zaidi ya chochote tunaenda kutafuta. Bwana asifiwe sana. I remember wakati tunaaga vijana waende wakasome ama waende kazi ngambo miaka ya nyuma. Unajua sasa hii kwenda ngambo si kitu. Miaka ya nyuma ndio ilikuwa mpaka kijiji kizima kinakuja ku celebrate. Mwana wa fulani anaenda wapi? Ngambo, na inakuwa wimbo. Sasa hii watu wanaenda tu kwenda kama anaenda tu hapa tu na kurudi. So si shida. Lakini kuna ule wakati ilikuwa hiyo, it's a big issue. Mtu kupanda ndege aende kazi ngambo ama masomo. Sasa pale katika uwanja wa ndege, kabla ya hiyo, alikuwa siku mbili hizo kabla the material day ya kuondoka, anaitiwa watu, wanamkalisha, ukienda usome, unasikia, ukienda ufanya nini, ukienda usilete mzaha,
Unaona ile tabu tumefanya hapa. Ukienda umeona tumeuza shamba, ukienda umeona tumeuza ng'ombe. Hiyo yote anapewa mpaka akisindikizwa kabla hajaingia ndege. Watu wanalia, naambiwa umesikia, ukienda kule ufanye bidii, kumbuka sana. Na akienda kule, wengi wao kama atashika haya maneno, hata akiona anasa na aone dola, anakumbuka, lakini mamangu bado wako in rags, babangu aliuza shamba kwa ajili yangu. Inabidi awe na akili, awe na kichwa, atumie kichwa, ajizuie, kwa sababu ana mashauri ya baba na ana maonyo ya mama. Bwana asifiwe sana. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Usiache hiyo, usiache sheria, mafundisho ya baba. Look at somebody, mwambie usiache mafundisho ya baba yako na usiache sheria ya mama yako. Na nimesema hapa, this does not necessarily mean mzazi ambaye amekuzaa. Inazungumzia watu ambao katika maisha wanatufundisha, wanatuelekeza, wanatuonya. Ni viongozi ambao Mungu amekuwekea katika kila stage ya maisha. Mtu akiwa mtoto anapewa wazazi wake. Akimaliza utoto ule wa utoto wenyewe wa nyumbani, anapewa walimu wa shule ya chekechea. Akimaliza hako ka stage, anapewa walimu wa primary. Akimaliza anapishwa kwa walimu, na ukitoka shule bado unapishwa kwa walimu. Kama sisi wachungaji tunakuendeleza zaidi. Bwana asifiwe sana. Na kila unapohitaji kuongezea maisha yako knowledge, ufahamu, ukiingia kwa any learning institution, unakutana na maprofessors, unakutana na lecturers ambao wanaendelea kukuguide. Unajua, a trainer, a lecturer, a coach, an instructor is very important. Hao ni watu wamoja ambao wanashika kona moja ya maisha yako. Amen. Yesu akaletewa mtu na watu wanne. Maisha kila wakati yameshikwa, kona za maisha ya mtu zimeshikwa na 4 types of people. So wa kwanza ni hao tumeita mentors, ama instructors, ama trainers, ama teachers. Hata usome course gani, utakapoingia kwa kampuni, mahali pa kufanya kazi, in reality, baada ya training utakutana na hao ambao watakwambia hapana. Na unajua, mara zingine kuna culture shock ya vijana wakimaliza masomo, wakiingia kwa real life, anakuja na knowledge nyingi, lakini how to put it into practice hajajua. Na ndio maana vijana unakuwa mpole. Unakuta wale ambao wanajua, wao hawakupata grace ya kusoma kama wewe, hawana elimu hiyo. Ukimwelezea mambo mengi na lugha na terminologies hataelewa, lakini mkiingia kwa kazi, I know this because mara nyingi hata wale vijana ambao wametoka masomo mengi na wale wanapelekwa attachment, wanakutana na wanafanya engineering, civil engineering, wanapoenda attachment wanakutana na wazee ambao hawajui hizo terminologies, lakini anajua kushika na kwa kifungua hii uweke hii na hii, kwanza engine na nini, anakuelezea kila kitu na hakosei. Na kuingia model gani ya engine they know, na hawakusoma. So you have to listen to them. Na ukiwasikiliza sasa, ndio pole utaanza kumari kile ambacho wako nacho practicals na ile ambao knowledge uko nayo ambao huna practicals. Ukinyenyekea kwa huyu atakuguide, na utakapoelewa ambacho lecturer hakukufanya uelewe, professor hakukufanya uelewe, huyu mzee ni wa kuheshimiwa in your life. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hata ukiolewa, wale wa mama ambao wanakaa na wewe, wanakuinstruct, na umepata mtoto, wanakufundisha namna ya kujifunga tumbo, namna ya kukukanda na maji moto, namna ya kukufanya hivi. Hao wa mama, respect them very much, kwa sababu ukiwapuuza, maishani mwako inaweza ikuletea shida ya tumbo baadaye na ulijifungua vizuri bila operation, ama shida ya mgongo baadaye na ulijifungua vizuri. Lakini ukiwasikia pamoja na kwamba wakusoma, they are instructors, they are your mentors, wanakuambia fanya hivi, kanda na maji moto, fanya hivi, kuna sababu zake za kiafya, na utakuwa salama tumbo, utakuwa sawa mgongo. Bwana asifiwe sana. Utakiwi kuwa dharau. So katika simu yako na simu yangu, lazima uwe na categories ya mind yako.
ya kwamba kuna huyu ni mtu wa maana sana, huyu alinifundisha hivi, huyu alinifundisha huduma, huyu alinifundisha chombo, huyu alinifundisha keyboard, huyu alinifundisha kupika, huyu alinifundisha hii. You need to know those kind of people. Usikimaliza kila kitu unasahau watu na una trash. Unasema ataniambia nini sikuwa nalipa. Bwana asifiwe sana. Watu wa pili ambao katika maisha yetu tunawahitaji ni watu ambao wanaitwa models, role models. Watu ambao wao hawasemi na wewe, hakuna mahali mtakutana, unawajua na hawakujui. You just see them, you watch their lives. Role models, you just watch them, you learn by watching them. Hawa watu, they are pillars in your life. Hawa watu hakuna mahali, mara nyingi hata mkikutana, they will not even shake your hand. They will not even know you individually. You will not even have their phone numbers. No. Role models ni watu ambao Mungu ametuwekea katika maisha. Unawaangalia wengine hata wako continent yako, hawako nchi yako, but when you watch their lives and the things they do, they just inspire you. Na unasikia kwamba I want to become that, I want to do that, I want to achieve that, I want to be like that person. Kwa sababu achievement zake na mawazo yake na vile anavyofanya na anavyotetemesha maisha, unasikia yes, kuna vitu viko ndani yangu vinaitwa na vile amebeba. Mimi sijui nitafikaje pale, but that man, but that woman ananihudumia hata bila kumjua, hata bila kutana naye ana kwa ana. Bwana asifiwe sana. Role models are very important katika maisha. Na you can never be your own role model. Kabisa. You can never be your own role model. Hauwezi wewe mwenyewe ukaji-inspire. Role models, they inspire us. Their job is to inspire us. Wanatutia motisha. They motivate us. Role models wanatumotivate. Wanatutia motisha wa kufanya jambo. Maana mtu kama vile tulizungumza juzi, amepewa akili na Mungu, na akili ya mtu hupanga, na akili ya mtu huwa na maono, akili ya mtu huwa na ndoto. Sasa hizo ndoto, mpendwa, zinahitaji watu ambao wanaweza kuwa na almost kila uko nacho ama zaidi. So when you observe their lives, mara zingine utakutana nao kwa vitabu, you read their books, you read their articles, you read their story, you listen to their podcasts, you listen, you watch their videos. Hata wengine tunapohubiri, we are role modeling you, na hatujai kutana na wewe, because God has made life of a man to be that way. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Lakini it's very important kama mwana wa Mungu na Mkristo, don't draw your role models from the wrong quarters. Mtu anaweza kuwa anaonekana amefaulu katika maisha haya ya dunia, lakini kama hawana hofu ya Mungu, kuna mambo hutaiga. Utaiga kile ambacho hakihusiani na imani, because masuala ya imani hawawezi kukuongoza yale. Bwana asifiwe sana. Anaweza kuwa mtu ni msomi, lakini usiige maisha yake yote, maana hana Mungu, hajaokoka. Usiige kila kitu anafanya, so kila kitu anaongea ni gospel truth. Now the problem is nowadays, especially nowadays, unajua changamoto ya kanisa la leo, tumezungukwa na social media, na hii siwezi kosa kuongea because this is the reality of life. Na hata kanisa imekuwa online now, so we have an online church, so I have to address this because it's very important. Yale mambo ambayo yanatufundisha, the role models ambao watu wengi wanachagua katika mambo ya maisha, personal discipline, how to manage your marriage, how to manage your money, mara nyingi sana watu wengi, they don't draw them for the right people. They draw them from those people who seem to be celebrities, kwa sababu anaonekana ni kama ana jina kubwa, ameng'aa, ana inspire dunia nzima, anatetemesha. The other day I talked about Michael Jackson, na nikawaambia although alitetemesha dunia, alionekana kama ana ushawishi mkubwa duniani, paka mara zingine Michael Jackson angekuwa anakuja mjini na pastor atangaza crusade, ataenda mwenyewe. Sasa unashindwa na washirika ni kina nani? Kama Michael Jackson akija kwa crusade kwa mji na pastor wake crusade inakosa watu, sababu Michael Jackson ako mjini. Hawa wameenda kwa Michael Jackson wakosa crusade ni nani? So ina maana watu wengi hata kama wako kanisani hawajamjua Mungu vizuri.
Na hapa ndipo tunatakiwa kutofautisha. When you are watching, when you are listening to those people online, don't draw your role models from wrong quarters, because watu wengi wanapiga kelele kwa social media, lakini kwamba ana pesa na hujui source ya pesa yake haikupatii nafasi wewe kufuata kile kitu wanafanya na kile kitu wanasema. Be wise in choosing role models. Bwana asifiwe sana. Because wengi ambao wanaonekana kwa macho haya wamefaulu kipesa, because watu wengi sahihi wanapima success na how much money mtu ako nazo na vile vitu wamefanya. Success is not measured in terms of money, finances only. No. Kuna watu wengi ambao wana pesa but they are not successful kwa sababu maisha yao hayana amani, maisha yao hayana order, maisha yao hayana mpangilio, maisha yao hayana Mungu, maisha yao hayana mwisho mzuri sana. Who are your role models? Bwana asifiwe sana. Anaweza akufundishe kupika, lakini kando na kupika asikufundishe kitu kingine, because kando na kupika, hii ya kupika ndio imekuleta hapa. Lakini akianza vituko vile vyake, maisha yake na boyfriend na nini, sisi tukifika hapo tunapoteana, kwa sababu hatuamini na mambo ya maboyfriend wanakuzalisha na si waume zako. Tunaamini na mme wako, tunaamini na marriage. Lakini sasa umfuate, alafu anaanza kusema my boyfriend. In fact, I'm expecting with my boyfriend. Sasa ikifika hapo, ikiwa ni mwana wa Mungu, you need to be wise. Na ujue sasa hiyo si yako. Yako ilikuwa ni kufundishwa maandazi yanapikwaje, na tumeishia pale. So hiyo nyingine, that's not my part. Bwana asifiwe sana. I say Bwana asifiwe sana. When you need a successful marriage, you have to look for people who are succeeding in marriage, who are in a working marriage. They are in marriage already, which is working. Na niwaambia kwamba marriage haina success. Huwezi kupima marriage kusema this is a successful marriage, because every marriage has struggle. Na marriage dawa yake ni simple. I be honest to my partner, my wife, I be honest to her, and she be honest to me. That is real marriage. Hata kama tuagombana, that is marriage. Bora I'm honest, na ninanyenyekea, na nina apologize, na yeye vile vile, na tunaongea pamoja. Bwana asifiwe. Marriage successful haimaanishi ya kwamba hatutukosani, hatuoni ya kwamba wewe hii unaofanya sisa. No, that's not success. Hiyo ni hypocrisy. Na ndio maana kuna divorce, sababu ya hypocrisy. Na unajua social media haiwezi kukusaidia sana unless ni platform za watu ambao wanamcha Mungu na wanaelewa kile wanafanya katika hiyo area. So we need role models. But above all, listen to this. Above all, as Christians, our chief role model is Christ. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Listen to this. Apostle Paul anasemaje hapa? 1 Corinthians chapter 11 verse 1. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Anasema follow my example as I follow the example of Christ. Yani imitate me as I imitate Christ. Mniige mimi kama mimi ninavyomuiga Kristo. You see? Unaiga mtu ambaye anamfuata Kristo. Katika kuiga kwako, katika kuchagua role model, chagua mtu ambaye they draw their attention and whatever they do from Christ. Apostle Paul anasema ya kwamba niigeni mimi jinsi ninavyomuiga Kristo. Bwana asifiwe sana. As we choose our role models, that is very, very, very key. Hiyo ni ya maana sana. Hiyo ni ya maana sana. Even 1 Corinthians chapter 4 verse 16 anasema tu hivyo. Anasema therefore I urge you imitate me. Anawaambia nawasihi, wa Korintho wa kwanza 4:16 anasema nawasihi muniige mimi, maana mimi ninamuiga Kristo. Munifuate, maana mimi namfuata nani? Kristo. So katika maisha ya mwanadamu, hii kategori ya watu wa kuigwa, watu tunaowaiga, role models, ni ya muhimu sana. Amen. And number 3 category of people we need in life, sehemu ya 3, wanaitwa covenant brothers or covenant sisters. Not friends. Situmii friends because friends hilo jina ama neno hilo limetumika vibaya sana. These are my friends.
hawa ni marafiki zangu. Marafiki, lakini ukisikia kile mtu anafanya na hao marafiki ndio wanampoteza. So I'm not using that word in my teaching. I am using covenant brothers and covenant sisters. We need to have covenant brothers in our lives, and we need to have covenant sisters. Not your blood brothers, not your blood sisters, but covenant. Wadugu ambao umepatana kwa agano ya kwamba mimi na wewe tutaenda njia moja. Nimependa maisha yako ndugu. Yani ndugu kwa ndugu, unamwambia brother, huyu unanibariki sana. My brother, unanibariki. Ni ndugu anaambia ndugu mwenzake. Na sister anaambia sister mwenzake, my sister, you inspire me. Napenda wokovu wako, napenda imani yako, napenda maisha yako. Naona tutaenda njia moja. Na mnaanza kushikana, mnaanza kufanya mambo pamoja. Those people are important, not friends. Mimi siongei mambo ya friends. Naongea juu ya mandugu na dada wa agano. Now you may make them your friends. Amen. Amen. Abu tusome kitabu cha 1 Samuel. Samueli wa kwanza mlango wa 20:17. Samueli wa kwanza 20:17. And then tutasoma baadaye kitabu cha Ruth. 1 Samuel. Samueli wa kwanza 20:17. We need to have covenant brothers and covenant sisters. That is the third category of people in our lives. Kwamba una watu ambao unawaangalia wakati unahitaji ushauri. Those are instructors category 1. Katika mind ya phone book ya maisha yako na moyo wako. Number 2, una watu ambao unawaiga ambao when you need to be inspired in a certain area, you know where to go. Hata kama ni kwa elimu, kama ni kitabu unajua natafuta nini. Amen. Because unajua hata ukienda library inaweza kuwa imejaa thousands of books, but you have to know what kind of a book are you buying from who. If you are a book reader, kama wewe ni msomi wa vitabu, you need to know others. Na wakati unataka mambo ya politics, nani ameandika vitabu politics vizuri? Although now generation yetu haitaki kusoma, we are lazy in that. Mungu atusaidie. So 1 Samuel chapter 20 verse 17, tunaona mandugu wawili hapa wanawekeana kiapo cha udugu hapa. Naye ni David na Jonathan. Tusome ya Kiswahili kwanza. Kiswahili inasema, naye Jonathan, huyu ni mtoto wa mfalme Sauli, anaitwa Jonathan. Naye Jonathan akamwapisha Daudi mara ya pili kwa ajili ya upendo aliokuwa nao kwake, kwa maana alimpenda kama alivyoipenda roho yake mwenyewe. You see? Jonathan and David loved each other. Jonathan was a son to King Saul. King Saul wanted to kill David because of jealousy. Because David had favor with God. David killed Goliath. David was married by virtue of law. Mfalme alikuwa ameapa, mtu yote atakayeua Goliati nitampatia msichana wangu mrembo ambaye anaitwa Mikaya amuoe. Kwa Sauli hakumpatia Daudi mtoto wake amuoe kwa sababu alimpenda. Alichukia kumpatia, lakini hakuwa na option. Alikuwa ameapa. Na mfalme akisema, maandiko yanasema the word of the king is law. So kila amesema hakiwezi badilishwa. So Daudi alipomuua Goliati na alikuwa ameapa mbele ya watu wote, hangeweza kubatilisha. So ilibidi ampatie msichana wake shingo upande ya kisha. Sasa huyu the son of a peasant, mtoto wa maskini, huyu mtoto wa Jesse, who is Jesse now? Nani? Sasa napatia mtoto wangu nani? Maana wafalme ama watu walioendelea wanapenda watoto wao wawane wao kwa wao. Sasa kumpatiana chini, watu hawana jina, watu hawana hata nini, ilikuwa ni demotion kubwa. So mfalme alichukia Daudi na akaona huyu nitamuua, na alitafuta kumuua. Lakini Mungu akasababisha ndugu yake mkewe Daudi, watoto wa Saul wakampenda Daudi sana. Jonathan alipenda ujasiri wa Daudi. Jonathan alipenda tu Daudi hivi hivi, si kwamba ameona dadake. Kulikuwa na upendo fulani wa Jonathan alikuwa ndiye mrithi wa babake, because ufalme wakati ule ulikuwa ni wa kuachiana, kama England vile tunavyoona queen akifa aachie mtoto wake, naye akifa aachie mtoto wake. Ufalme ni wa kuachiana, ile inaitwa dynasty. Hiyo ndio maana ya dynasty, the kind of dynasty. Sio hii ya Kenya
Unajua ya Kenya dynasty ni ya siasa hii. The real meaning of dynasty si eti matajiri. The real meaning of dynasty ni leadership ya ufalme ambao baba kwa sheria ndiye mfalme, akifa mwanae wa kwanza wa kiume ndiye atakuwa mtawala mfalme, naye akifa mtoto wake hata kama ni mjukuu. Na ukisoma Bible vizuri, wengine walikuwa nakufa na mtoto hajatimiza umri, ako 13 years, na hivyo hivyo anakuwa coronated, anakuwa mfalme, akina Josiah akiwa 13 years. Bwana asifiwe sana. Maana ni dynasty, hiyo di dynasty, ufalme wa kuachiana, ndio inaitwa dynasty. Hiyo ndio maana ya dynasty. So Daudi hakuwa anybody. So Sauli akataka kumuua Daudi ili akomboe msichana wake, ampatie mtu mwingine sasa wa heshima, lakini anointing ikamlinda Daudi. Hakuwahi uawa na Sauli. Lakini Jonathan alimpenda sana Daudi, maana Daudi alikuwa anamuinspire, alikuwa role model wa Jonathan. Japo alikuwa age mate, lakini Jonathan alijifunza mambo mengi, japo ni mtoto wa mfalme. Maana Daudi alikuwa mtoto wa maskini, lakini ana Mungu, na kwa Sauli hakuna Mungu. Ana ujasiri, na Jonathan hajui ujasiri wa Daudi unatoka wapi. Alafu akifanya vitu vinafanikiwa, vina backup ya Mungu. Jonathan alipenda hiyo, so akawa amempenda Daudi. Maandiko hapo chini, kabla ya kufika hapo tumefika, maandiko yanasema kwamba alimpenda kuliko vile mwanamume hupenda mwanamke. Akampenda Daudi kuliko vile ambavyo moyo wa mwanamume unaweza penda mwanamke. That is how much Jonathan alimpenda Daudi. Na akamwekea kiapo, akamfanyia kiapo, akamwambia, mimi babangu akitaka kukuua nitakulinda. Na ni kweli, walikuwa kiwa mezani, baba yao akiongea anasema, huyu mtoto wa mkulima nitamuua. Jonathan anaenda na mwambia rafiki yake, jioni usije chakulani, because kwa wafalme chakula hailiwi vile watu wanakula. Unajua maisha yetu ya uhasla ya umaskini, mtu anakula time zake mara zingine, ama life tu ya kawaida. Wacha nisitumie lugha ya maskini, sema maisha ya kawaida. Unaweza kuta chakula imepikwa na mama, kijana mkubwa hajaingia, baba hayuko, so kila mtu anakula time yake. Mwingine ako huko anaitwa, jioni chakula kimeiva, mama hakuna shida. Kwa wafalme hakuna hivyo. Hata leo kwa wafalme na wakuu, supper time is supper time, na ukipitwa umepitwa. So ilikuwa watu wote ikifika masaa ya sapa wajihudhurishe mezani. Kokote uliko, utoke kwa mapango uwe mezani wakati wa sapa. Maana mfalme akiinua hivi kijiko, nyote muinue. Akiweka chini, sapa imeisha. Kwa hiyo Daudi akawa anapewa siri na Jonathan, anaambiwa kwamba usije leo, baba ana mpango wa kukuua. So akikosa kuja, Sauli anaghadhabika, anauliza nani amemwambia huyu mtoto wa kwamba nina mambo na yeye? Bwana, Jonathan ananyamaza, maana alimpenda. So walifika mahali akamwapia, mpaka akampa nguo zake, akamwambia mimi hata ufalme nakupatia. So Daudi alifika mahali akaapiwa na Jonathan. Bwana asifiwe sana. You know, a covenant brother. Na ndio hiyo ilifanyika na Ruth na Naomi. Angalia kitabu cha Ruth chapter 1. Ruth chapter 1 verse 16 and 17. Ruth chapter 1, a covenant sister a sister to a sister covenant, and a brother to a brother covenant. Hawa ni mtu ambaye anakuapia. Ruth naye akamwapia Naomi, akamwambia mimi uendako nitaenda, na mahali utaanguka nitaanguka. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Yani katika maisha yako na maisha yangu, you need some people who are more than friends. People who are more than friends. A sister, kama ni sister, uwe na sisters ambao they are more than friends. Na kama ni a brother, you need to have somebody, a few people ambao they are more than brothers. They are more than friends. Covenant brothers, covenant sister. Wanakufa na wewe, they are die hard. Wakati wa harusi yako, they are there. Wakati wa birthday yako, wako hapo. Wakati wa kifo, wako hapo. Wakati wa hospitali, they are there. But what kind of life are we living? Marafiki wengi, but when you are sick, nobody hata ana habari wewe ni mgonjwa. Unachomoka ukiwa umeisha, unakuuliza, "Kai, unakaa kuisha?" Una habari ni kuwa nafa. Haya, wacha mchezo my friend. Tulikuwa unakufa. I was very sick. Marafiki na hawajui ulikuwa gonjwa. So we need people more than friends. We need covenant brothers and covenant
sisters. They are ready to sacrifice their time, sacrifice their money, sacrifice. You know, covenant brothers and covenant sisters, they don't care unaenda ubali gani. They are ready to take you. Mimi nimekuwa nikiona hii kwa maisha ya my mom. She had covenant sisters, wa mama ambao chochote ikifanyika wako pamoja. Wakati wa furaha hao wa mama huwakosi, wakati wa msiba huwakosi kwetu. Na wakati mmoja wao ameshikwa, huwezi pata mama nyumbani. Kunyeshe ya misumari au ya mbwa anapaka, mama hutamuona nyumbani. Wanaenda wakinyeshewa because one of the covenant sisters amepatikana na msiba. Bwana asifiwe sana. Do we have such kind of people in our lives? Ni nani mpendwa? Just listen. The word of God is encouraging us and challenging us at the same time. Kwa kweli ukikaa hivi ufikirie, do you have anybody like that in your life? And if you have, how many? Ambao watu wakisikia kwamba wewe ukisikia wamepatikana, uko hapo, hupigi simu tu, simu ikiisha wanakuona na macho. We need to wake up. We need to wake up on this. I tell you, we need to wake up on this. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Because hawa watu, when all it's said and done, wachana na hizi views watu wanatafuta online. Hizi views za kuambia you are smart, you are nice, you are looking good. Chana na hizo, they are fake. They are fake. Ukitaka kujua ni fake, hebu angalia hawa celebrities. Akipatikana na skendo moja, hao walimwambia you are smart, you are fake. Wanarudi tena pale na ujasiri. Wanaanza kusema I knew from the word go, you are fake. Same. Waliomwambia kwamba you look nice, you are decent, you inspire me. Wakipata tu skendo, how they come back on the same timeline trolling you. Wakikwambia vile uko useless, vile hausaidiki, wewe ni wakupotea, ulikuwa mdanganyifu. They need but covenant brothers, hata wakati umepatikana, hao hawasomi hapo na comment. Wakiona hao wanakuja wenyewe na kuuliza, bro, nini hiyo nasikia? Sister, eti nini hiyo? Hebu niambie. No, wewe niambie ukweli. Niambie tu, niambie what is happening? Nini inaendelea? Nini hiyo nimeona? How mnaongea nao ndio wanakusaidia to go through that. Bwana asifiwe sana. And you know, a lot of celebrities, they are suffering because they have bunch of friends but they don't have covenant brothers and sisters. If aspiring to become a celebrity, jifunze hili neno, because friends and fans, if you don't use your friends and fans to make money, then you are done, my friends. Tumia hao naita marafiki na fans kutengeneza do. Jitajirishe now, because the best they can give you ni pesa. Na hawata kuletea ni utafute binu zitoe kwao, kwa akili uliopewa na Mungu. Because kama sio hivyo, hata ukiwa hospitalini they won't come. Hata kuwekwa picture yako kwa mtandao, huyu ni mgonjwa, anaangalia kwa baba, na ni kweli ameisha. Kama si COVID ni ukimwi. They don't comment on that. Maisha, kusema kweli maisha. They don't comment. Wanaangalia, wanapita. Wakisikia umekufa ndio wa kwanza wanaanza kuuliza, kwa nini hatukupewa pay bill? Mtu kama utakufaje? Mbona 20,000 inafanya mtu akufe? Hatukuambiwa. Wanafiki. But covenant brothers and sisters, wakiona kitu kama hiyo, they will be at your door. Wakwambie tiwe ni mgonjwa. Mbona tunaona picha yako? Tumeambiwa ni mgonjwa. How ndio watajua kama ni kweli na ni nini unahitaji? Covenant brothers will bear your pain with you. Covenant sisters watakuficha uchi, watakufinika. Bwana asifiwe sana. Just come here, Pastor Anthony. Covenant brothers, hata wakati umepatikana na kitu cha kweli, hata wakati umesikia mtu ameua, covenant brother huyo ndiye anakuja anakuambia, mbona ulifanya hivyo? God forbid, we are just demonstrating. Mbona ulifanya hivyo? How do you wanakuambia it's well? Hata hawataona haya, wataenda nawe mahakamani mpaka judgment ifanyike, because they are not shying off from your friendship, because they are covenant brothers and they are covenant sisters. But every other one hataenda hata mahakamani, hataki hata media imumulike. Hata akija anakuja na hood asionekane, na barakoa na sunglasses, asijulikana ni nani. Wanafuata kwa mbali,
But those covenant wanajitokeza hata kwa media, wanakuja wanasema kwamba we are here for our friends. Tataka kusema kwamba kila kitu umesikia ni uongo, huyu ni rafiki yetu hajafanya hivyo. Those are covenant and covenant sisters. Oh, how I desire that God will help us to understand this. Hatuhitaji millions of friends. We need a few covenant brothers and sisters. Hao ndio watakusaidia kubeba maisha, watakusaidia kwenda mahali unatakiwa kwenda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So wale watu wengi ambao nawaona sijui followers, sijui fans, no problem. Nimekuambia the best you can do, draw money ama kile ambacho unataka kuaccomplish, lakini usijenge imani yako juu ya fans and friends. Imani inajengwa kwa, na unajua a covenant brother, mtu ambaye mmeapiana na hamkuzaliwa na yeye, dada, ina nguvu hata kuliko wale mmetoka tumbo moja. Ndugu wa kutoka tumbo moja mnaweza kosana akuroge, lakini huyu covenant brother bado atasimama nawe, mfunge na muombe. Bwana asifiwe sana. Hii ina gharama, hii iko na gharama, iko na cost, lakini ina matunda. Bwana asifiwe sana. And finally number 4, people, kinds of people we need to have. We need to have critics. Watu wanaitwa critics, wakosoaji. They are very important. Watu wengi hawajaelewa kwamba kuwa na watu wanaokukosoa ni muhimu sana. Critics, they are very, very important. Critics, mtu akiwa mchanga haelewi, we call them haters. Tunawaita haters, mahaters. Tunawaita mahaters. But you see, mahaters and critics, they have a place in our lives. Amen? Can we read this in the book of Nehemiah? Nehemiah chapter 4. Mahaters and critics, hatuwapendi because whatever they do, si kitu mzuri, no, very bitter. But I can tell you, the reality of life is, ukikosa na nikikosa, watu wa kukukosoa, watu wa kukuchukia, I can tell you for truth, kuna vitu ambavyo havitawahi enda vizuri, because hawa critics ndio wanachomoanga mtu kwa comfort zone. Comfort zone, mtu anachomolewa na nani? Haters. Because a critic anakaa kama ule mwiba unadunga mtu, unakudunga hivi. So wakati ulikuwa unasema sasa unaenda vile nilikuwa nataka kulala, anaitwa critic, hater. Unaweka kitu kizuri, unaongea maneno mazuri, unasikia mtu mwingine naye amesimama kuyakosoa. Na hiyo kwanza sana sana inatumika kwa politics. Politics, na ndio maana wananchi kama hawaelewi politics, wanapigana, wanauana, na wale wanapigana juu yao, wanakunywa chai pamoja, wanakula lunch. Na saa hiyo kimaliza kula ndani ya hall, wanakuta media hapo nje. Unasikia wanasema ya kwamba nataka kumwambia huyu fulani, na wametoka naye hapo, hata ako nyuma yake hapo, wametoka kupeana handshake. Nataka kumwambia huyu asahau kabisa hii kiti hii anayofikiria sijui nini. Watu nao wakiangalia TV wasema yes, yes. Akimaliza hiyo, ama ako hapo kando tu anamwangalia kiongea na media, anafanyia tu akimaliza anaenda sasa, anamwambia waacha, si unajua tuko job bwana, tuko job. Hiyo ni maisha ya politics. Lakini in real life we need to know about critics. Angalia Nehemiah chapter 4 verse 1. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, akaghadhabika, akawa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wafanyaje? Je, wajitengenezea boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katikati ya siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi? Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge. Hapana, tusonge. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda bweha, angebomoa ukuta wao na mawe. Wakacheka. Tuendelee pale mpaka 6. Sikia, tusome 6 sasa. 6 inasemaje? Basi tukaujenga ukuta, na ukuta wote ukaunganishwa na kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Moyo wa kufanya kazi hauletwi na friends, unaletwa na critics.
moyo wa kufanya kitu, motisha mwingine. Kuna motisha utapewa na role models, kuna motisha utapewa na instructors, lakini kuna motisha unakuja na wakosoaji. Wakati wanakukosoa ndio wanakupandisha mori. Maana mahali pengine mtu akianza kitu na kifanikiwe, analala kimaisha, anakuwa comfortable, anasikia pesa inaingia, bills zinalipwa, kila kitu iko sawa. Hata hapo ndipo mtu anasikia hata kuomba hakuna haja. Naomba mimi sina shida, sina biashara ziko sawa. Chairman, unasikia sasa ile maombi ya kusumbuka zi fasting, unamwambia mama sasa wewe tengenezee coffee, wachana hii mambo. Unajua kuna wakati ulifunga nasikia watu wanaongea hizo lugha. Kuna wakati ulifunga bwana, tukatafuta hizi vitu tukafunga. My friend, hapo ndipo Mungu anakuamshia critics. Wanakudunga. Pamoja na hiyo hali unasikia oh my God, nakuhitaji. Nehemia amepambana arekebisha ukuta wa Jerusalem uliobomolewa na adui, na ajenge angalau arudishe hadhi ya mji, na ametafuta barua ya mfalme, amepewa. Ametafuta kibali, amepewa. Ametafuta material, amepewa. Ametafuta wafanyikazi, manpower, amepata. So baada ya hiyo favor yote, kazi ikaanza. Nehemia akasikia vizuri sana, akasikia vizuri, lakini ili kusiingia kiburi ndani yake, Mungu akamwamshia mtu anaitwa Sanballat na mtu anaitwa Tobia. Hawa watu walikuwa ni watu wa dharau kubwa. Hawa watu wawili walikuwa na jeshi lao, watu fulani ambao unajua kuna watu ambao ni hodari wa kukejeri na kudharaulisha na kudhalilisha na kudunisha. Hawa walikuwa wamepakwa kudunisha. Unajua ukisikia unaanza kudunishwa, usikasirike sana, amka. Manake unajua mara zingine wale wanaongea kitu kinakutia hamaki, hasira ya kukusababisha ufanye zaidi, ndio waone kile wanaongea si kweli. Bwana asifiwe sana. Hawa ndio ambao wakati friends unaanza kumwaga mawe maana umenunua plot, friends wamekuambia congratulations, wamekuja mmechinja mbuzi, mmefurahia, pastor amekuja ameanoint plot, umeanza kumwaga material, friends wanakupatia pat in the back, thank you friends, you are doing well. Sasa critics wanainuka, wanapita, wasema nini, tumeona mawe yamemwagwa, tumeona watu wengi, tumeona zimemwagwa, zinaozea hizi mawe hizi, utaona nyasi itamea hapa. Sasa hao ndio wanakuamsha. Ukisikia wakisema hivyo, hao ndio wanakusababisha unaenda unasema hapana, hii nitawakosoa. Yangu haitamelelewa na nyasi, yangu haitamelelewa na mamiti hapa, yangu hii inajenga. Na unaenda hulali, unamwambia Mungu, naomba unipe pesa, naomba unipe connection, naomba hii kitu Bwana, ni wakosoe wale. Kama hawangesema unge relax, lakini waliposema waliamsha hamaki. Bwana asifiwe sana. So wakati unapata promotion mahali, kama ni kazini, favor zinakuja, bosi anakupenda, wewe nyongeza ya mshahara, lazima kuwe na mtu wa kukudunga, na hiyo mara nyingi inatoka kwa Mungu. Hiyo inatoka kwa Mungu, lakini hajitokezi mwenyewe. Mungu anaachilia ije ili tusije kuuawa na mafanikio, because mafanikio yanaua ndoto. Ndoto nyingi isipouawa na adui itauawa na kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Ushawahi kuona kampuni kubwa lakini leo hii zimekufa kwa sababu ya nini? Watu wakarelax. Kile walikuwa nafanya discipline ya mwanzo wakaacha. How they used to talk to customers, wana relax. Unakuta kwamba kazi ikianza vizuri, wakati watu wana hustle, wanaongea vizuri, customer anapewa attention, kila akiingia. Hata siku hizi hata hugojei customer dukani, umeajiri mpaka watu hapo nje wakuwaliwa, karibuni karibuni customer, karibuni karibuni, nyama na kuku, karibuni sana, kinyozi fresh, karibuni customer, product jo please, mpaka wengine wanakufuata na kusindikiza, please tutakuuzia hii. Sasa hiyo kazi ikishika, what happens? Watu wanasikia mimi sasa hata sina haja ya watu. Kwanza unafuta hao wote, wanaleta watu ndani, unawafuta, naambia hakuna, sio ni kazi yenu, ondokeni. Ndio walileta watu, ondokeni. Wataondoka. Alafu kule ndani customer akija, vile alikuwa anachangamkiwa, akiingizwa na yule, unasikia customer karibu. Ikifikia comfort zone, maana kazi inajipeleka, mali inajipeleka, orders zimekuwa nyingi, customer anaingia hata hakuna macho, badala ya kumpatia eye contact naangalia vitu vingine. Sasa customer anaangalia vitu, sema hello, nilikuwa nauliza this one,
hakuna mtu anaongea naye. Kwanza ukisikia ni pesa ndogo, si tuna deal na thousands. So unauliza kitu ya 200 tupelekana wapi? Naangalia tu calculator na pale tu kwa simu social media. Lakini wananichekesha sana. Hello, hakuna mtu wa kuuza hapa, kila mtu anapeana high five huko. Maana anauliza kitu ya duni. Asiyochukua bei ni hiyo hiyo, hakuna nyingine. So kazi inaanza kufa pole pole. Lakini watakao kuamsha ikiendelea hivyo ni critics. Wapita hapo sasa hii dunia bwana, hii ni kupanda na kushuka. Unaona hawa watu hii duka my friend iko inashona, lakini hii dunia inaenda ni mzunguko bwana. Nakwambia hii pesa huwa inahama, inatoka huko. Unaona sasa, ukiwasikia hao ndio wanakuamsha ile hasira. Unasema haya, yani imefikia hapo. Unaamkwa na hasira, unaanza kuchangamka, unaomba, unafanya nini? Unaangalia sema, mbona hizo vitu hazijapangwa? Pangeni vitu, wacheni kukaa hivi, panga vitu. Unarudi pale pale ulianza, unatafuta wengine, unaambia kaeni mlangoni. Why? Kwa sababu watu wa kukudunga wanaitwa critics waliamka. Bwana asifiwe sana. So usiwe mwepesi wa kuona kwamba kila criticism ni ya kukumaliza. Ni nzuri. Nehemia hakujua. We don't know. But critics, they propel us where we need to go, ambapo our friends, they are just patting us our back kutuambia congratulations, you are doing well, you are doing well. Mahali pengine tunafikishwa na friends, tunafikishwa na instructors. Sasa pale ni critics wachukulia pale. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo baada ya honeymoon taji critics wakutoe kwa nyumba urudi kazini, because honeymoon itakuwa hapo. Ndipo baada ya kupata nyumba yako mwenyewe, hasa huna mambo na rent, hao ndio wanatumika, kwa sababu kiburi kinaweza kukumaliza. Mimi silipi rent, bwana silipi rent, mimi niko kwangu, hii shida. Lakini critics wanakuongelesha vitu, unasikia hujajenga, unasikia sijajenga, ndio nitajenga sasa. Bwana asifiwe sana. So we need critics. We need how tunaita ma-haters. Kwa lugha ya sasa tunawaita ma-haters. Unajua friends, ukianza kama wale ambao mna lighten skin, ukianza ku lighten skin, friends wanakukongratulate. Wewe umekaa vizuri. Wewe jamani, unatumia gani? Hebu niambie. Wewe unakaa smart. Lakini critics anapita pale na angusha neno moja, una change your mind saa hiyo hiyo. Una change mind saa hiyo hiyo. Na kama ulikuwa unaenda njia mbaya, unarudi kwa line. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata ukisikia watu wengine wana criticize huduma yetu, wanatusaidia kwenda, maana wanaamsha hamaki, wanaamsha hasira nzuri ya kuperform. Si umesikia tumemalizia verse 6 ya kwamba basi tukafanya nini? Tukajenga ukuta, na ukuta wote ukafanya nini? Ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake. Maana watu walikuwa na moyo wa kujenga. Moyo ulitoka wapi? Ulitokana na wale walisema, hebu angalia kile wanajenga, hii ukuta na hii material, yaani hii kitu ni bure. Hata bweha, hata si mtu, wacha mtu, si wanajenga watu wasiingie. Hata bweha akipanda ukuta unaporomoka wenyewe. Na kuambia wanaume walichangamka. Nehemia akawaambia, simesikia mmeambiwa kile tunajenga, eti hata si mtu, bweha tu. Na unajua bweha ni saizi ya kambwa kadogo. Eti bweha akipanda ukuta utaanguka. Akawaambia wanaume, kazeni. Kama walikuwa naweka jiwe moja, wakaanza kuweka tu, wakaweka mawe mawili yamekaa hivi, ukuta ukajengwa kitu kikubwa cha nguvu. Maana watu waliingiwa na moyo wa kujenga. Critics wanakupatia hasira ya kufanya biashara, hasira ya kuomba, hasira ya kufanya kazi, hasira ya kutafuta pesa. Amen. So usiwe mtu wa kuchukulia tu kila criticism in a very negative way. Sawa, kuna wale ambao kabisa unajua huu ni mkakati wa shetani na ametumwa na, lakini whether ametumwa na shetani ama amejituma ama ametumwa na watu, issue ni kwamba ana communicate kitu. Amen. Namalizia kwa kusema hivi, critics ndio tu watakusababisha ujue zipu imefunguka. Mostly watu wengi hawatakuambia, taangalia tu wacheki. Utacheka, kuambia vile uko smart. Lakini critics
na ukiona vile wanajifanya smart na hajui kufunga suruali. Umesikia mbaya, lakini huo ndio ukweli wa mambo. Yani critics, they speak it in a very sharp way, ambao haina grace, but they communicate deep truths. I normally say this. Sisi ni Afrika, tunajua kula chakula na nyingine inabaki kwa jino. Critics watakucheka sana. Mimi huwa nashinda watu walilelewa wapi, watu walijifunza wapi adabu. Yaani mtu hao ni haya kucheka cheka na kiharage kikoko na mdomo tu pele. Sikia, nachukua kasimu na imeongewa vibaya kwa ukali, lakini imekusaidia kabla hujafika mahali. Labda ulikuwa unaenda interview kwa watu wa kuheshimiwa, labda ulikuwa na date na mwenzako kabla mwenzako hujaenda kumchekea, critic ameingia katikati, amekusaidia kuondoa kiharage. Thank God for your critics. Thank God for those people. Amen. Those are 4 people in Jesus' name. Amen. And when one dies, these 4 people watakuweko pale. Wakati mtu amekufa, katika mazishi ya kila mtu utaona hao makundi manne yako. Kutakuwa na mnafiki ambaye amekuja kuhakikisha amekufa na amezikwa, amekuja kuhakikisha. Hiyo category ya critics atakuweko, na hajainvitiwa atakuja na atashika jeneza, make sure kamezikwa kako ndani. They will be there. Na waliokulea, instructors and mentors, watakuwa hapo wakilia na kuomboleza, wameshika kona moja. Na covenant brothers and sisters watakuwa hiyo kona nyingine. Amen. And some of your role models ambao waliweza pata connection na wewe na wakajua kwamba you learn from them, they will also come. Bwana asifiwe sana. So may God give us 4 people in Jesus' name. Na Mungu atupatie watu 4 katika jina la Yesu. Nasema Mungu atusaidie kuidentify watu 4 kwa jina la Yesu. So all those friends that you think you have katika akili yako, nenda ukae chini na maisha yako na uanze kufanya mchujo wa maana. Heshimu wanaokulea na kukuroroma kikazi na kimaisha. Hao watu wa salute, na uwe ukicommunicate nao, na uwe ukiwapatia special nafasi ya moyo wako. Bwana asifiwe sana. Kuna event huwa tuna attend hata bila kualikwa, kwa sababu unajua huyu amenisaidia kwa mambo fulani, ni role model wangu na hajui. So ukisikia labda ni msiba wake ama nini, unajihudhurisha na hajui, na uko pale because you have a connection with that person. Kama ni mmoja ambaye amekulea, amekuraise, si lazima uambiwe alikufa ama alipatikana. You feature, you are there, you are present, kwa sababu you know you have stuff in you that you carry, ambazo ni yeye alitumiwa na Mungu kuziweka. Bwana asifiwe sana. So those people are important. Let us not just live our lives. Let's not just live this life. Let us live. Tuishi maisha na mpango, tuishi maisha na order in the name of Jesus. Can I hear an amen?